siwezi kuwa na wewe. Jimmy ndiye mwanaume leo, Jimmy ndiye mwanaume leo, ni kama kunguru, wewe ni kama kunguru tu kutwa kula mizoga. Hapana. Siwezi kuzalilika sababu ya penzi lako Mashamba. Wakati mimi ni mwanaume shupavu, handsome, na nina kila sababu ya kuwa na mwanamke mzuri hapa kijijini. Jimmy, lazima nifanye kitu. Situkubali kamwe ukae mbele yangu katika hili. Lazima ujute kuingilia mipango yangu. Sio kwamba simtaki, tatizo mazoea. Kaka mkubwa vipi? Kulikoni tena? Swedi, kawaida tu. Vipi, kwani kuna issue gani? Nimekuja kupitia wenzetu besha tukakiwashe. Kama kawaida yetu. Kiguma Kiguma. Basi sawa, acha niweke mambo yangu sawa tusepe. Sawa. Yote mambo yangu yale ya Mwana hapata. Subirieni nini kaonyeshe kazi. Fanya haraka kaka mkubwa. Odi. Oh, kijana. Ujambo? Sijambo mzee, shikamoo. Marhaba. Emleta dumu lile pale, weka hapo. Ukae tuongee. Kuna nini umeniletea leo? Mzee, leo kuna taarifa muhimu ambayo nimekuletea muda huu, na ni kuhusiana na binti yako Asha. Oh, Asha. Karibu. Sasa mzee, kuna habari ambazo zimezagaa hapa mtaani kuwa Asha ana mahusiano ya kimapenzi na Jimmy. Asha kuwa na mahusiano na Jimmy? Ndio. Jimmy yupi huyo? Jimmy ni kijana fulani hivi, mlevi, ohehahe, ajielewi, hana mbele wala nyuma, aliyefiwa na mama yake hapa mtaani. Wewe kijana wewe, una uhakika na hiyo taarifa? Mzee, kwanza mimi sinaga tabia za uongo, na vyanzo vyangu haviwezi kuniangusha. Kila mtu analijua ile taarifa hapa mtaani. Basi nakushukuru kwa kuniletea taarifa, na hilo swala nitalifuatilia kwa kina zaidi. Haya, asante mzee, maana hata mimi mwenyewe nilivyosikia hizo taarifa, nilipopata hiyo habari, kiukweli niliumia sana. Niliumia kiukweli, nisiwe mnafiki. Maana binti yako ni msichana ambaye ni mpole, mwerevu. Sasa kuwa kwenye mahusiano na Jimmy ni sawasawa na kuitukana familia yako, na sio kuitukana tu, uzaraulisha ukoo mzima wako. Basi kijana, unaweza ukaondoka. Haya, asante mzee, mimi nitaondoka. Kikubwa taarifa yangu ya ambayo ni ya uhakika zaidi nimeshafikisha. Nashukuru sana. Haya, kwaheri.
Hilo swali umeniuliza mara nyingi tu. Na mara zote jibu langu ni hakuna. We mtoto, hivi unajua kama baba yako ana hasira sana baada ya kuletewa hii taarifa? Mama, hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yangu mimi. Ni urafiki tu. Urafiki? Tangu lini kukawa na urafiki kati ya mwanaume na mwanamke? Hizo ndizo tabia zenyu watoto wa siku hizi. Kujifanya marafiki, kumbe kuna mambo ya kijinga yanayoendelea nyuma ya pazia. Sasa nisikilize Asha. Kuanzia leo, sitaki kusikia ukaribu wako tena na Jimmy. Maana utakuja kuniletea tatizo kwa baba yako. Sawa mama, nimekwenda. Haya, asante kwa kunielewa. Kesho tunaramkia kutafuta nafaka gengeni. Sawa. Uwe tayari. Viramuramaza mwiwe. Hesabu. Kwamba silali. Swedi, ngocheza ni wewe. Kata tu. Chezo mgumu sana. Cheza babu ni wewe. Sasa leo lazima niwakilishe. Don, usina wasiwasi. Mwalimu wako niko kuelekeza yani. Ngosha. Yangu. Ni mimi sasa. Gabiri. Hesabu. Mutai. Angalia upande wa kaskazini kule. Kuna nini? Hebu angalia. Wewe. Kumbe Mwashamba. Acha mimi niende. Ngoja tubarishe mwamba. Mwana. Mwashamba. Gosha. Hapa bro. Tena cheza. Gosha. Mwashamba. Najua umechoka. Lakini angalau dakika moja tu. Hivi wewe mta, wewe ni chizi. Wewe ni kichaa. Wewe hauelewagi. Ni mara ngapi nimeshakwambia sitaki kuongea na wewe? He. Mwashamba. Shida yangu kubwa ni mapenzi yako. Nakupenda sana Mwasha. Na ukizingatia watu wote pale wanatamani kuona penzi letu mimi na wewe hapa kijijini. Kwa hiyo wewe unafanya kila kitu kwa ajili ya marafiki zako, au sio? Mwashamba, sicho hicho nilichokimaanisha. Mimi namaanisha kwa subiri. Nimeshakuelewa. Sasa sogea unitoe ya maji ili tuweze kuongea vizuri. kweli. Maana hapa nimechoka. Kweli. Ndio. Pole Musa, maji yamekumwagikia. Sasa nisikilize kwa taarifa yako. Sitaki mazoea na wewe, sawa? Na sitaki siku nyingine unisimamishe popote pale ili kunieleza huu upuuzi wako. Mwanzo wa mvua ni mawingu, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Mvumilivu hula mbivu, upendo wa kweli hauna kipimo. Ni bora uniite mshenzi, mwenzio kuvumilia siwezi. Ni bora uniite mshenzi kuliko kunyamazia. Sema kweli, tangu nijuane na wewe umekuwa msaada mkubwa sana. Umenibadilisha ya kutosha. Kumbe ni kuhusu hilo. Sijali Jimmy. Hayo ni moja kati ya majukumu yangu. Kwa hiyo naomba usiwe na wasiwasi. Asante. Pia nataka kusema Na nini Jimmy? Nafurahi sana kuwa karibu yako. Okay, sawa. Wacha mimi niwahi nyumbani.
maana wale wazee watakuwa tayari washaanza kumtafuta. Sawa. Baadaye basi panapo majaliwa. Sawa, bye. Bye. Asha, nimekaa karibu nawe kwa muda mrefu nikijifunza tabasamu lako kuliko kusema ninachohisi. Mazoea yalinifundisha kunyamaza, lakini moyo wangu hujawahi kunyamaza. Nakupenda sana Asha. Hapana. Acha nijaribu nyingine. Asha, kila tabasamu lako limekuwa siri yangu. Kila ukimya wetu umekuwa ahadi niliogopa kuitamka. Nakupenda sana Asha, kipenzi changu, na kila wakati natamani kuwa karibu yako. Ukimya wetu umekuwa okay. Sawa. Kesho lazima nimwambie ukweli. Zimefungwa kwako wewe, tulia na moyo wangu, ulivune pendo na sitachoka palilia, mbolea nitamwagilia, na mimi utafurahia, na mimi nitajivunia. Wewe Asha yuko wapi? Yupo tumani kwake anakuja. Mwambie afanye wepesi kidogo, maana muda unaenda. We Asha. Mama anakuja. Sawa. Asha, lengo na madhumuni ya kikao hiki ni kukutaarifu kuhusu safari yako shuleni. Maana kila kitu kishakamilika. Kesho asubuhi mapema utakiwa uanze safari. Mama. Ndiyo binti yangu. Andaa kila kitu chako usiku huu ili kesho uanze safari asubuhi. Lakini mama, mbona imekuwa ghafla hivi? Kumbuka tunafanya haya yote kwa ajili ya manufaa yako ya baadaye binti yangu. Chukua hizi. Ikitokea changamoto yoyote kwa shuleni, tutakuwa tunaongea. Sawa baba, asante. Sawa. Usiku mwema. Tulia basi Mwashamba. Kila kitu huja kwa wakati wake, na Mwenyezi Mungu ana kusudi lake. Hivi mimi nina kasoro gani Lu? Hadi Jimmy anashindwa kuona thamani ya penzi langu? Au mimi nina muonekano mbaya hapa kijijini? Hapana. Wewe ni mwanamke mzuri sana ambaye kila mwanaume anatamani kuwa naye. Lakini wakati mwingine hatupaswi kuforce kuvipata vile tunavyohitaji, maana vinakuwa sio halali yetu. Unamaanisha nini?
Kwa hiyo mimi sifai, sistahili kuwa na Jimmy? Hicho sicho nilichokimaanisha, bali unastahili hicho bora zaidi. Wekuwa tu na subira Mwashamba. Asante Lu kwa kujali hisia zangu. Basi kwa mimi naondoka. Vipi kaka mkubwa? Safi, unakwaje? Freshi, wapi hiyo? Wewe inakuhusu nini wewe? Ama ndo umbea, full kurisishana tu. Ngo, hamna shida kaka. Acha umbea mdogo wangu. Lakini kama unaenda kunimuona Hasha. Ngo, herusha chelewa. Nimechelewa? Una maana gani? Ngo, Hasha amesafiri. Maana nilimuona asubuhi ya leo hii akiwa na mabegi kwenye kituo cha mabasi pamoja na wazazi wake. Nini? Hey! Ewe! Ewe kaka! Yoho, bakungumani. Mama. Wewe. Kuna nini? Asha nimemkuta. Hapana Jimmy. Asha ameondoka leo asubuhi. Naam. Nini? Ni nani huyo anayemuulizia Asha muda huu? Wewe, mzee shikamo. Hiyo shikamo yako mpelekee mama yako makaburini. Na leo ndio wa mwisho kuja hapa nyumbani kwangu kumuulizia binti yangu. Hebu potea mbele ya uso wangu. Shenzi. Kwenda mbele zote ni hatua za maisha, yani naamini yatapita. Changamoto za maisha ni nyingi sana baby. Oh baby, kurudi nyuma kwenda mbele